mara kadhaa tumekuwa ni watu ambao hatuna maarifa ya nguo ambazo tunazovaa, ya kwamba inawezekana kwa nguo hizo zikawa na athari, na athari imma salbiyun, yani ijabiyun, ikawa na athari nzuri au ikawa na athari mbaya. Wengi katika watu ambao tunavaa wallahi hatujui, na ndio maana dua hatusomi, tunajivalia valia tu. Na hapa ndipo tukahimizwa sana tufanye dua, hasa wakati tunapovaa nguo mpya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Almalabis, yapo mavazi ambayo tuhmina min hajamati taqati salbia, yanatulinda kutokana na vurugu za salbi, kwa maana matatizo ya aina mbalimbali. Kwa mfano, zipo baadhi ya nguo mtu akizivaa zina uwezo wa kuvuta al-ashbah wal kainat, mambo ya mizimu haya. Yani hata wewe ndugu yangu hapo ulipo, usikubali hata siku moja pale nyumbani kwako ikawa unalala alafu usiku unajifunika shuka ya rangi nyekundu au ya rangi nyeusi. Wewe unatafuta balaa. Hawa watu ambao wanajifunika shuka za rangi nyekundu au anajifunika shuka ya rangi nyeusi, huyu anatafuta balaa. Acha haya mambo ya kujifunika shuka za namna hiyo, kwa sababu kuna malabis, mavazi ambayo mtu akirtadi kwa mavazi hayo, kwa maana akijifunika kwa mavazi hayo, inawezekana ikawa ni sababu ya kuvuta al-ashbah, mizimu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama anatuambia tunapotaka kuvaa nguo mpya tumuombe Mwenyezi Mungu kheri ya nguo hiyo, na tumuombe Mwenyezi Mungu atulinde na shari inayotokana na nguo hizo katika hali za namna hiyo. Lakini wal arwahul mudhlima, lakini kadhalika yapo mavazi mtu akivaa anavuta yale mashetani yote anamsogelea. Lakini kadhalika wa ghairuha, na vinginevyo vingi miongoni mwa mambo mabaya na machafu na hatari. Wa ala al-aksi, na kinyume chake ndio hivyo. Zipo nguo mtu akivaa basi anakuwa anavutia sana, anapendeza, kila mtu akimuona anamuhitaji, kila mtu akimuona anavutiwa naye. Basi ndio hivyo zipo baadhi ya nguo ambazo ukivaa kila anayekuona anakuchukia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma ba'da ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ikhwani, ndugu zangu, jambo la kwanza ni mshukuru sana mgeni wetu Al-Akhi Sheikh Ibrahim Lubango al-maarufu Ibrahimu Mkongo. Ujumbe ambao alotufikishia ni ujumbe makini sana, muhimu sana, na unahitaji watu kuandika kwa wino wa dhahabu. Miongoni mwa yale ambayo ametufikishia hapa, akitueleza katika suala zima la namna gani kulikuwa na challenge baina ya hawa na science na kumkataa Mwenyezi Mungu, lakini kadhalika na baadhi yao kumkubali Mwenyezi Mungu na kumkataa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini hoja za msingi, Nabii Isa kakubaliwa ndani ya Qur'ani na muujiza wake umetajwa ndani ya Qur'ani. Hiyo ndo hoja ya msingi ambayo walitembea nayo. Lakini kadhalika Nabii Musa amekubaliwa ndani ya Qur'ani na muujiza wake umeripotiwa ndani ya Qur'an, ishara ya wazi ya kwamba anatambulika Nabii Musa ya kwamba ni mtume wa Allah, na miujiza yake pia inatambulika kama muujiza mkubwa kabisa katika hali za namna hii. Lakini katika muujiza wa Nabii Musa ukawa ni katika masala ya kisihir, uchawi. Fimbo ya Nabii Musa ikabadilika ikawa nyoka,
ikameza vijoka vyote vile walivyokuja navyo wachawi. Firauni akasema, ala, mmeanza kumwamini kabla sijakwambieni? Basi nitakukateni mikono na miguu, tena min khilafi, tofauti. Ukikatwa mkono wa kushoto unakatwa mguu wa kulia, ili ukose namna hata ya kutembea. Si huwa mnasema kwamba Mwenyezi Mungu akikupa kilema hakunyimi mwendo? Sasa huyu apewe kilema na mwendo awe hana kabisa. Ndio Firauni akafanya vitu vya namna hiyo, na akasema nitakusulubuni katika vigogo vya mitende, kwa sababu mmeanza kumkubali huyu Musa. Tena akasema innahu kabirukum alladhi allamakum sihr, kwamba huyu atakuwa ndo mkubwa wenu ambaye akufundisheni. Ndio maana mmemwelewa mkakubali, mkasema mmekiri kutokana na ukubwa wa uchawi wake, huyu ndo mkubwa mwenyewe kakufundisheni. Basi mambo yakaenda katika hali za namna hiyo. Lakini katika jambo jingine la msingi na muhimu sana ambalo ametukumbusha al-akhi Sheikh Ibrahim, katukumbusha katika sala zima la amani ya nchi yetu ni kitu bora sana 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 sana. Mmoja ana maneno ya hikma, anasema katika maneno haya, la tanzur tariqa ila salama bal faj'al salamata hiya tariqa. Anasema siku zote usiwe ni mtu ambaye unatafuta njia ya kuitafuta nini? Amani, bali ifanye ile amani ndiyo njia yenyewe, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana usifanye amani ni njia ya kwenda kuitafuta amani mahala ilipo, manake kisha haribika, imetoweka, haipo. Kuitafuta tena mpaka ukaipata si kazi ndogo. Bali ja'al salamata hiya tariqa, bali jalia ile amani yenyewe iwe ndio njia yenyewe unayotembelea katika njia hiyo. Haya ni mambo ya msingi sana, lazima tutanabahi, lazima tutafakar. Yani mtu anawezaje kukuhamasisha wewe uharibu nchi yako wakati yeye hayupo kabisa nchini? Tena unaweza ukashangaa, wakati mwingine unahamasishwa na watu ukiwatazama, malaya sio malaya, wahuni sio wahuni, eti wanakuhamasisha wewe na akili zako timamu, unaacha. Subhanallah. Yani tumekuwa ni watu na akili mbovu kwa kiasi hichi jamani. Hebu turudini katika suala la dini yetu. Mmoja pia anasema siku zote hubbul watan minal iman, kuipenda nchi yako ni katika imani. Huwezi kufanya mambo yako kama amani hakuna, mambo yamevurugika. Huwezi kuitafuta hiyo inaitwa haki wakati amani hakuna, haiwezekani shekhe. Lazima kwanza iwepo, alafu ndio mambo mengine yaende katika hali za namna hiyo. Ndugu zangu, haya nilitaka kuyapita au kuyagusa kidogo kutokana na ile neema ambayo alikuja nayo al-akhi Sheikh Ibrahim. Lakini biidhnillah subhanahu wa ta'ala, katika siku ya leo nataka nieleze kidogo katika jambo la msingi sana. Ndugu zangu, tunanunua sana mavazi, nguo. Tena wakati mwingine tunanunua nguo nzuri sana za kimitazamo mizuri, zinapendeza, tukivaa tunavutia. Lakini sala la msingi, tunajua hizi nguo kama zinaweza zikaleta madhara, au tunajua kama hizi nguo zinaweza zikaleta faida? Watu tunanunua nguo Sheikh, tunavaa, hata dua ile ya kuvalia nguo hatuna wala hatujui kabisa. Ili ni tatizo. Matokeo yake tunapata mabalaa badala ya kupata neema ya mavazi. Kwa hiyo leo inshallah nataka tuone kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tunapotaka kuvaa nguo mpya tuseme nini. Hapa sasa tunasema yustahabbu lilmuslimi inda irtidai thawbin jadidin an yahmada Allaha wa yad'u bima warada fi sunnati nabawiyati sharifa talaban lilbarakati wa i'tirafan bi ni'matillah. Ya kwamba inasuniwa, ni jambo la sunna na ni jambo zuri linalopendeza, inda irtidai thawbin jadidin, wakati mwanadamu anapokwenda dukani akanunua nguo mpya, anapotaka kuivaa ile nguo mpya, an yahmida Allaha wa yad'u bima warada fi sunnati nabawiyya, kwanza amshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani ukienda dukani ukanunua nguo
ukaja nayo nyumbani, wakati unapotaka kuivaa, kwanza inatakiwa useme alhamdulillahi rabbil alamin. Kisha baada ya hapo, wayad'u, na aombe dua huyu mtu wakati anavaa ile nguo, bima warada fi sunnati nabawiyya, katika dua ambazo zilizoelezwa kupitia katika sunna ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Talaban lilbaraka, sababu ya kufanya hivyo ni nini? Kusema alhamdulillahi rabbil alamin, lakini kadhalika na kuomba dua miongoni mwa dua zilizoelekezwa kisharia. Sababu yake ni nini? Talaban lilbaraka, kwa ajili ya kutafuta baraka ya nguo hizo. Yani ukizivaa zile nguo, Mwenyezi Mungu azijalie ziwe na baraka. Lakini kadhalika wa itirafan bi ni'matillah, sababu ya msingi ni kule kuzitambua neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona wewe umepata 20,000, 50,000, laki mbili, umeingia dukani ukanunua nguo, fahamu hiyo ni neema aliyokupa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo shukuru neema ya Allah, alafu omba dua. Miongoni mwa dua ambazo alizozifundisha Bwana Mtume Muhammadin ni hii: unapotaka kuvaa nguo mpya, sema hivi: Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Haya ni maneno anatufundisha kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad. Anasema sema hivi, hata kama hujui kusema kwa lugha ya Kiarabu, sema basi hata kwa lugha ya Kiswahili. Sema Allahumma lakal hamdu, e Mwenyezi Mungu, sifa zote ni zako wewe Allah tabaraka wa taala. Anta kasautanihi, wewe ndio Mwenyezi Mungu ambaye ulonivisha nguo hii. As'aluka min khairihi, ya Rabbi ninakuomba kutokana na khairi za nguo hii. Wa khairi ma suni'a lahu, na khairi ya namna ilivyotengenezewa nguo yenyewe. Ya Rabbi nakuomba khairi yake kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal alamin. Lakini wa a'udhu bika min sharrihi, na nakujilinda kwako ya Mwenyezi Mungu kutokana na shari ya nguo hii niloinunua. Wa sharri ma suni'a lahu, na shari ya namna ilivyotengenezewa nguo yenyewe. Hapa kuna vitu viwili ndio nataka tuvitazame haraka haraka. Kwanza nguo, alafu pili kuna kheri katika nguo, na tatu kuna shari katika nguo. Sasa inakuwaje hii? Nimekwenda dukani nikanunua nguo, alafu Mtume anasema tumuombe Mwenyezi Mungu kheri ya nguo hiyo, alafu tujilinde kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shari ya nguo hiyo. Kwa hiyo kumbe katika kununua nguo ni kheri, lakini katika kuivaa hiyo nguo ima inaweza ikawa na shari au ima inawezekana ikawa na kheri. Sasa ndio twende tuichambue haya maneno. Kheri ya nguo inapatikana wapi na shari yake inapatikana wapi, kwa mujibu wa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, bila shaka ukimsoma Dr. Ansawi katika kitabu chake Al-Arba'un, mwamba huyu anasema kashafat dirasatun haditha anna shira al-malabis bishaklin usbu'i yumkinu an yusahima fi raf'i hormoni saadat lada nisa. Kwanza hapa ifahamike vizuri, wakati tunakwenda kuona shari na kheri zinazopatikana katika nguo, tafiti zimefanywa, tena tafiti zimefanywa katika zama za sasa, zikabaini anna shira almalabis, ya kwamba mtu anapokwenda dukani akanunua nguo nzuri inayopendeza yenye thamani kubwa, bishaklin usbu'i, kwa kila wiki. Kwanza ni jambo bora sana mtu awe na tabia kununua nguo kila wiki ikiwezekana. Kama una fedha, kila wiki nunua nguo mpya, ni jambo bora sana na ni jambo zuri sana. Sio unavaa nguo moja miaka mitatu mpaka ichanike ndio upate fikra ya kwenda kununua nyingine. Kuna watu wako hivyo mzee, yaani mpaka ichanike alonunua ndio anafikiria kwenda kununua nyingine. Kama haijachanika atavaa hiyo hiyo, inapauka yeye anayo tu. We mzee, inapendeza sana kila wiki. Kama una uwezo nunua nguo, mambo yaweze kwenda vizuri. Tunakwenda sawa?
lakini yumkin an yusahima fi raf'i hormoni saadat lada nisa. Lakini kadhalika kwa wale ambao tumeoa, tunao wake, inapendeza sana ikiwa Mwenyezi Mungu ametuwezesha katika kila wiki tuwanunulie wake zetu nguo nzuri nzuri za kupendeza na zilizokuwa bora kabisa. Tuwanunulie kila wiki insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mzee Nyundo, ununue kila wiki we mzee. Na ukinunua unajua kunatokea nini? Kunatokea mambo yafuatayo. Kuna kheri kubwa inatokea. Kwa nini? Wataalamu na watafiti wakasema kule kununua nguo, hasa kumnunulia mkeo nguo katika kila wiki, kunatengeneza aina ya hormoni saada, yani homoni za mapenzi. Yani mwanamke huyo atakuwa anakupenda sana kama utakuwa unamnunulia nguo nzuri nzuri katika kila wiki. Jiwekee tu utaratibu, kila wiki apate abaya yake moja nzuri ya 200,000 au 1,500,000 hivi, hamna hata shilingi 80,000, apendeze, alafu utaona mapenzi yanavyokuwa pale nyumbani. Kitaaluma inaonyesha ya kwamba huyu mwanamke wakati anapopokea zawadi ya nguo hasa kutoka kwa mume wake, mwili wake unatengeneza aina ya hormone inaitwa ad-dopamine. Ndivyo taaluma zinaonyesha hivyo. Ad-dopamine ni homoni ambayo inazalishwa katika sehemu inaitwa al-ghuddatun nakhamia, sehemu ya chini ya ubongo wa huyu mwanamke. Hapa panatengeneza aina ya homoni hiyo. Yufrizu indama tunjizu hadfan ma au tukafiu nafsaka mimma yamnahuka shuuran bil injazi au al fakhri, jambo ambalo takalopelekea homoni inapozalishwa katika mwili wa mwanamama utamfanya huyu mwanamama kwanza kuona raha na kujifakhiri sana kwa mume ambaye ana tabia ya kumnunulia mavazi mazuri mkewe, hasa akitumia fursa ya kila wiki katika kulifanya hilo. Dopamine inamtengeneza anajisi fahari, anajiona mashallah kuwa na mtu huyu sikukosea, nipo na mtu bora na nipo katika mahala panapostahili katika hali za namna hii. Dopamine. Lakini kadhalika kitendo cha kumnunulia mwanamke au mkeo nguo nzuri kabisa na zinazopendeza pia hufungua aina ya hormone nyingine inaitwa serotonin. Serotonin hormonul istiqrar. Hii inafanya huyu mwanamke anatulia sana kinafsi, kwa maana anakuwa ni mtu ambaye nafsi yake inatulia, akiamini na kujua yuko katika sehemu salama, sehemu inayomjali, sehemu inayomchukulia yeye kuwa ni mtu bora sana. Basi kwa kuwa serotonin inazalishwa katika sehemu ya ubongo wake, basi anapata kitu kinachoitwa al-istiqrar, utulivu. Wayamnahu shuura bithiqati walhudui walintima. Lakini wakati huo utamwona ni mtu ambaye anakuwa na hisia kwa mume huyo, lakini kadhalika anakuwa na uaminifu kwa mume huyo, lakini anakuwa na utulivu wa hali ya juu kwa mume huyo. Tununue sana mavazi kwa wake zetu tukitaka wawe na utulivu uliokuwa bora, na tukitaka nasi pia tupate mazuri kutoka kwao biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kama hilo halitoshi, wakati wewe ambaye unapokwenda kumnunulia mavazi huyu mwanamke mazuri, anavaa anapendeza, hii itatengeneza aina ya homoni nyingine inaitwa al-androfina. Al-androfina ni homoni ambayo inayozalishwa katika ghuddatun nakhamia, yuazizu shuura birrahati wan nishwa. Hapa sasa hii homoni inamtengeneza huyu mwanamke, kwanza atakuwa ni mtu ambaye anahisi raha sana kuwa na wewe, anaona raha sana anapojiona yuko pamoja nawe, lakini wanishwa, lakini kadhalika muda wote atakuwa ni mtu anakutamani, anakuonea furaha, anakutaka katika mazingira kama haya. Nunua sana mavazi, utafungua zile kodi za mwanamke katika mapenzi baina yako wewe na mkeo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hii kadhalika ina uwezo wa kutengeneza ngozi yake inakuwa nyororo sana. Al-androfin inafanya ngozi ya mwanamke inakuwa nyororo. Ukitaka mkeo apendeze, awe na ladha, awe vizuri, nunua sana mavazi yaliokuwa mazuri mazuri na yanayopendeza. Utaona hii hali inajitokeza sana pale nyumbani kwako. Lakini homoni ya 5 ni homoni inaitwa al-oxytocin. Hii pia inazalishwa katika ubongo wa mwanamke anapopata furaha sana. Wewe vuta picha, umekwenda pale dukani, umechukua abaya, umechukua ile inaitwa nini? Pashmina, sijui umechukua nini, mavazi mazuri mazuri yanayopendeza na kuvutia,
alafu unampelekea mwanamke huyo, kitendo kile kinatengeneza furaha kwake. Yal'ab duran haman kabiran fi bina'i thiqati wa ta'atufi wa taqarrubi al-'atfi baina al-ashkhas. Hali hii sasa, homoni ya al-oxytocin itapelekea nini? Yal'abu dauran kabira fi bina'i thiqa, itampelekea mwanamke huyu kwanza kujiamini sana, wa ta'atufi, na kupenda sana kwa huyo ambaye anamfanyia hivyo, wa taqarubil atifi, na kujisogeza karibu sana, yani kuwa yeye ni mtu ambaye anakuwa karibu zaidi nawe ambaye unakuwa unafanya matukio ya namna hii. Lakini wa baina al-ashkhas, na hata kwa wale watu ambao umetaka awe karibu nao, itakuwa ni rahisi sana. Mwanamke wa namna hii amri yako itakuwa ni ndogo sana. Yani ukisema neno atakuwa anatekeleza kwa haraka sana, kwa sababu anaona kabisa na wewe ni mtu ambaye unatekeleza yale ya kwake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallama akatufundisha katika dua ambayo tutakayoomba, tuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe kheri ya nguo mpya tunazovaa na atuondolee shari ya nguo mpya tunazovaa. Fi kathiri min al-ahyan la nudriku anna al-malabis allati nartadiha yumkinu an yakuna laha ta'thirun ijabiyun au salbiyun. Mara kadhaa tumekuwa ni watu ambao hatuna maarifa ya nguo ambazo tunazovaa, ya kwamba inawezekana kwa nguo hizo zikawa na athari, na athari imma salbiyun, yani ijabiyun, ikawa na athari nzuri au ikawa na athari mbaya. Wengi katika watu ambao tunavaa wallahi hatujui, na ndio maana dua hatusomi, tunajivalia valia tu. Na hapa ndipo tukahimizwa sana tufanye dua, hasa wakati tunapovaa nguo mpya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Almalabis, yapo mavazi ambayo tuhmina min hajamati taqati salbia, yanatulinda kutokana na vurugu za salbi, kwa maana matatizo ya aina mbalimbali. Kwa mfano, zipo baadhi ya nguo mtu akizivaa zina uwezo wa kuvuta al-ashbah wal kainat, mambo ya mizimu haya. Yani hata wewe ndugu yangu hapo ulipo, usikubali hata siku moja pale nyumbani kwako ikawa unalala alafu usiku unajifunika shuka ya rangi nyekundu au ya rangi nyeusi. Wewe unatafuta balaa. Hawa watu ambao wanajifunika shuka za rangi nyekundu au anajifunika shuka ya rangi nyeusi, huyu anatafuta balaa. Acha haya mambo ya kujifunika shuka za namna hiyo, kwa sababu kuna malabis, mavazi ambayo mtu akirtadi kwa mavazi hayo, kwa maana akijifunika kwa mavazi hayo, inawezekana ikawa ni sababu ya kuvuta al-ashbah, mizimu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama anatuambia tunapotaka kuvaa nguo mpya tumuombe Mwenyezi Mungu kheri ya nguo hiyo, na tumuombe Mwenyezi Mungu atulinde na shari inayotokana na nguo hizo katika hali za namna hiyo. Lakini wal arwahul mudhlima, lakini kadhalika yapo mavazi mtu akivaa anavuta yale mashetani yote anamsogelea. Lakini kadhalika wa ghairuha, na vinginevyo vingi miongoni mwa mambo mabaya na machafu na hatari. Wa ala al-aksi, na kinyume chake ndio hivyo. Zipo nguo mtu akivaa basi anakuwa anavutia sana, anapendeza, kila mtu akimuona anamuhitaji, kila mtu akimuona anavutiwa naye. Basi ndio hivyo zipo baadhi ya nguo ambazo ukivaa kila anayekuona anakuchukia, alafu unashangaa, kwani mimi nimemfanya nini huyu? Hakuna hata alichomfanya, ni aina ya vazi ambalo uliolivaa. Ndio maana Mtume akasema mnapotaka kuvaa nguo mpya basi muombeni Mwenyezi Mungu kheri zake, na muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akulindeni kutokana na shari za nguo hizo mpya katika hali za namna kadha. Lakini kadhalika tunasema tutamadu ala naui min alqumash, lakini nguo ili iwe bora inategemea pia na aina ya kitambaa. Lakini kadhalika ashakil, na mshono nao. Lakini walauni, na rangi nayo inazingatiwa vile vile. Wanamti, lakini kadhalika na zile nakshi. Wa hata tabaa, lakini hata zile darzi zenyewe zinazingatiwa. Je, tunajua
namna gani sasa tunaweza tukanusurika na shari za mavazi ambayo tunayavaa. Mfano, katika mavazi bora sana ni alharir, mavazi ya hariri. Lakini hariri ni halali kwa mwanamke, kwa mwanamume ni haramu. Lakini kuna alkitan, kuna mavazi au vitambaa vya katani, walqutnu, na vitambaa vinavyotokana na pamba. Hivi ndio vitambaa bora. Wasufi, na vitambaa vinavyotokana na sufi. Ala an yakuna alqumashu khafifan wa na'iman, kwa sababu hivi vitambaa huwa ni khafif na vinakuwa laini. Walamia bil ihtizazati alijabia, hivi sasa huwa vinatengeneza asili ya mitikisiko yenye tabia ya nini, ya mvuto biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Watuwafiru faidatan sihia, na mara nyingi sana hivi huwa vinaleta faida za kiafya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume anasema mnapokwenda kuvaa nguo mpya, basi kadhalika muombeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kheri ya nguo hizo, na muambie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kulindeni kutokana na shari nguo hizo. Miongoni mwa rangi bora inayotakiwa wewe kuvaa alwanul abyad, nguo za rangi nyeupe, hizi ni bora sana. Lakini wal asfar, na nguo za rangi ya manjano, bora sana. Wal azraqu, na nguo za rangi ya kijivu, bora sana. Tena alfatih, kijivu ambayo ilikuwa nzuri kabisa. Laha qudratun akbaru ala jadhbin ihtizazatin ruhiyatin ijabia. Hizi sasa rangi hizi zina uwezo mzuri kabisa ya kutengeneza mvuto na kumfanya mtu kuwa katika hali iliyokuwa bora. Walwardiyu, na rangi ya wardi. Walburtuqaliyu, na rangi ya chungwa. Walakhdar, na rangi ya kijani. Hizi ni katika rangi bora sana sana sana, ambazo zinaweza kufanya majambo yakaenda katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Ndugu zangu, nikimalizia hapa, baadhi yetu sisi kuna baadhi ya maeneo tunakwenda tukiwa tumevaa nguo zetu, kisha baada ya hapo tukishatoka yale maeneo inatakiwa tufanyeje? Hapa ni mahala muhimu sana. Kwa mfano, kuna sehemu ambazo mavazi yana tabia ya kuaksi, ya kuchukua zile ihtizazati za pale. Kwa mfano, kuna sehemu inaitwa makatibu shakawa. Makatibu shakawa ni sehemu za mahakamani au mapolisi umo. Ukikamatwa mzee ukapelekwa maabusu, au umekamatwa umepelekwa mahakamani, basi ni vizuri zile nguo ambazo ulizokuwa umevaa wakati wa tukio hilo, basi ukirejea zinatakiwa kufuliwa tena kwa staili yake. Nitaelekeza hapa staili ya namna ya kuzifua ili kuondosha nini, zile taqatun salbia, ili athari isiwe katika mazingira haya. Kwa sababu lau kama utaacha ile athari ambayo inaitwa taqatun salbia, inawezekana kesho na kesho kutwa ukarudishwa tena na tena na tena, ikawa ndio mtindo wako, kwa sababu unapita katika zile taqatun salbiyat ambayo inatakiwa uzibadili kutoka salbiyat ziende kuwa alijabiyat, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Kwa hiyo ukitoka mahakamani au polisi, nguo ulizozivaa haraka sana kisha zinafuliwa kwa haraka, na we mwenyewe unaoga kwa josho maalum. Tutaelekezana hapa unaogaje, kwa utaratibu gani, kwa sababu wakati huo nguo zinabadilika kutoka kuwa neema kwako, zinabadilika kuwa nakma, inakuwa hatari upande wako. Lakini kadhalika almaqabir, pia mtu akitoka makaburini, umekwenda umezika, umemaliza kuzika, umerudi sasa pale nyumbani, ni vema, inapendeza mtu avue zile nguo, aoge vizuri, avae nguo nyingine, inapendeza. Lakini kadhalika al-amakinu allati biha asdiqaun yahsudunana. Lakini pia hata ukienda sehemu ambapo unajua hapa kuna mahasidi wengi, wachawi ni wengi, basi hapo mahala ukitoka, rudi nyumbani, vua zile nguo, oga vizuri, na zile nguo kisha unaziosha kwa josho maalum, kwa sababu hasadi ni hatari sana. Bora hata uchawi kuliko husda. Mtu akuhusudu kutazama kwa jicho baya, subhanallah, ni hatari sana. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kijicho namna kilivyo kina uwezo wa kumuingiza ngamia katika chungu. Yani hata jengo linaweza likaanguka kwa sababu ya nini? Ya jicho tu. Kwa hiyo ni hatari sana katika mazingira kama haya.
Sasa huyu mtu wa namna hii yajibu ghuslu tilka almalabis, ni vema sana kuosha nguo hizo, liizalati tilka salbiyat, kwa ajili ya kuondosha athari ya hizo salbiyati katika hali za namna kadha. Na kingine ambacho ni hatari ndugu zanguni, ni suala hili la kuazimana nguo. Acha kabisa hii tabia ndugu yangu. Kama una tabia ya kuazimana nguo na rafiki na jamaa, si acha kabisa hii. Hii ni hatari sana. Unaweza ukabeba mzigo usio kuhusu, au unaweza ukamsababishia mwenzako akapata madhara ambayo hayakumuhusu, hakustahiki kuyapata madhara hayo katika hali za namna hii. Kwa hiyo hii ni hatari sana. Katika alami liyum, ulimwengu wa sasa, yataatharu juz'un kabirun min almujtami' bitaqatin salbiyat, natijatan lidhalika tabqa ihtizazat hadhihi taqati fil malabis. Watu wengi katika wakati wa sasa wanapata athari, wanapata madhara makubwa, na hasa kutokana na kule kuazimana mavazi, kwa sababu mavazi yana tabia ya kuaksi, kuchukua na kubeba zile salbiyati za mtu ambaye alivaa mavazi hayo. Ina tabia ya kubeba na kuchukua hali za namna hiyo. Kwa hiyo ndio unaweza ukaona mtu anapata nuksi nyingi, alafu haelewi asili ya hizo nuksi inatokana wapi. Kumbe ni kwa sababu anaazima sana mavazi ya watu, anavaa katika hali za namna hiyo. Sababu anasema yumkinu an yakuna irtidau malabisi shakhsin akhara allati biha taqatun salbiyatu sayyi'a lilghaya. Inawezekana mtu akabeba mzigo wa mtu mwingine kupitia katika nguo ambayo aliyoivaa huyo mtu mwingine. Kwa hiyo kuna hatari kubwa sana sana. Hapa inabidi nguo yako sasa uioshe kwa nishati. Inabidi uioshe hiyo nguo yako kwa nishati ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Sasa haya, nishati zenyewe unaoshaje? Inakuja hivi. Sama alayka fi'lu huwa tad'u thawba fi ma'in bihi milhun kathifun wa khillun fi hawdin kabirin li bid'i sa'atin thumma tasrifu al-ma'i li izalati al-milhi wal khilli. Yani wewe ambao umetoka katika maeneo mabaya, umetoka mahkamani, umetoka jela, umetoka mahabusu, lakini kadhalika umetoka katika sehemu ambazo ni mbaya, nguo zako zimeazimwa, sasa zimerejeshwa zile nguo. Jambo la kufanya ambalo natakiwa ufanye ili kunusurika kutokana na madhara, tadau thawba fil ma'i, utachukua ile nguo yako utaiweka katika maji, lakini maji yenyewe bihi milhun, ndani yake kuwe na chumvi. Chukua chumvi, weka ndani ya yale maji, alafu chukua ile nguo yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hii nakali bid'i saatin, yani kuanzia nusu saa mpaka masaa kadhaa, inategemea na wewe sasa. Yani kuanzia nusu saa mpaka masaa kadhaa. Thumma tasrifu almaa liizalati almilhi walkhil, kisha baada ya hapo utachukua saa yale maji, yani utachukua ile nguo utaitoa katika yale maji, alafu utaiosha vizuri kabisa. Baadaye ndio itakuwa tayari kwa ajili ya matumizi ya wewe kuivaa, kwa sababu hapo utakuwa umevunja zile salbiyat, na kwa sasa utakuwa umelizifanya kuwa katika al-ijabiyat. Baada ya hapo sasa ni vema sana, watu wengi sana nguo zetu tunaweka makabatini, lakini ni vema sana mle kabatini tuweke vitu vinavyoitwa al-afandar. Al-afandar lazima kuwe na manukato bora. Yani kuna watu wanaweka nguo zao makabatini lakini zinanukia harufu ya mende. Hamna, yani hawaweki manukato, hazinukii vizuri, zinanukia harufu ya mende. Sasa hii ni hatari sana. Kwa hiyo tuwe na tabia ya kuweka katika nguo zetu kabatini, lakini ziwe zina manukato, zinanukia vizuri kabisa. Na haya mambo yao yanarejewa fi kulli shahrin, kila mwezi hakikisha kwamba manukato yanakuwa mapya, sio yale umeweka manukato leo basi miaka mitatu ndio hayo unayoyategemea. Hapana, inatakiwa kila mwezi badilisha utaratibu huo. Hii inakwenda kuwa zile taqatun salbia, yani zile shari zinazopatikana katika nguo hizo, na hivyo kufanya neema na khairi zinakuwa nyingi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kuna watu wamepata madhara, namalizia maneno haya. Kuna watu wamepata madhara makubwa sana kwa sababu ya nguo tu. Kavaa nguo tu basi, kuanzia hapo akaanza kupata maradhi na hakuinuka tena. Lakini aslul mas'ala ni nguo aliyoivaa. Kavaa nguo bila kuiombea dua. Lakini kuna watu ambao pia tunaona ndoa zao zimeharibika, sababu ni nguo tu.
Mtu kavaa nguo fulani hakuifanyia dua, kumbe ilishahusudika ile nguo, tayari ikaleta mizozo na balaa pale katika ndoa yake. Athari ikapatikana, matokeo yake watu wakavurugana. Lakini kuna watu wamepata madhara katika maeneo ya kazi zao, sababu nguo tu, kavaa nguo yake hakusoma dua, basi kadhalika shari ya nguo ile ndio ikatawala. Matokeo yake akajikuta ameharibu kazi yake, ameharibu uhusiano wake, ameharibu basi kila lililokuwa zuri kwake linaharibika katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo tuchukueni tahadhari tunaponunua nguo mpya au tunapoazima nguo zetu kwa watu, basi tutumie utaratibu huu. Lakini tukinunua nguo mpya, basi tusome dua kabla hatujazivaa. Tuseme Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Tuseme maneno hayo, tumwambie Mwenyezi Mungu, wewe ndio ulionivisha, kwa maana umenipa uwezo wa kununua nguo hii. Ya Rabbi, nakuomba kheri za nguo hii na kheri ya namna ilivyotengenezewa nguo hii, lakini nakuomba unilinde kutokana na shari ya nguo hii na shari ya namna ilivyotengenezwa nguo hii. Ya Rabbi, nakuomba shari zake nilinde, kheri zake naziomba Mola wangu biidhnika ya Allah ya Rabbal alamin. Mara ngapi tunaona watu shekhe, kuna mtu mwingine anavaa nguo anapendeza sana, alafu nguo ile ile mwingine akiiona vile anaona na yeye labda atapendeza, akivaa ile anakuwa kituko, yani anachekesha tu. Yani watu wakimwangalia huyu sasa kavaa nini huyu? Shari ya nguo hiyo ndio imekutawala we mzee. Kuna mwingine akivaa anapendeza kabisa, hii ni kheri ya nguo hiyo. Alafu hii nguo mpe mwingine. Wallahi subhanallah. Mwenyezi Mungu tunaomba tujalie kila la kheri. Na mwisho kabisa, ndugu zangu, tukwambieni hapa al-akhi Sheikh Ibrahim Mkongo amekusitiza sana ndugu yangu, kutokana na dawa yetu bora hii ya mkono wa Idi. Mkono wa Idi ni mujarabu sana sana sana, na ni muhimu sana, hasa kwetu wanaume ni bora sana sana sana, hasa tunapotaka kuperform vizuri katika swala lile la tendo la ndoa. Najua tendo la ndoa ndo ndoa yenyewe mzee. Pakiharibika hapo, habari una. Lazima uwe imara katika performance nzuri kabisa, ndipo unawezekana ukaonekana mzuri. Nasoma maneno ya Ibn Qudama, ana maneno anasema, farrajulu jahilun tarahu yuqaddimu ala itfa'i hadha al-ittisal wa kadhalika al-mar'atu al-jahila taraha tuqaddimu ala itfa'i hadha al-ittisal. Ibn Qudama ana maneno anasema, mwanamume mjinga ni yule ambaye anababaisha katika kuliendea tendo la ndoa, alafu eti karidhika. Yani anababaisha alafu yeye mwenyewe anaona eti basi hakuna namna tu, basi hamna shida, acha tu niendelee kuwa hivi. Wa kadhalika almar'atu aljahila, na hivyo anasema mwanamke mjinga ni yule ambaye anakubali kubabaishwa, hafiki pale panapohitajika, alafu eti na yeye anasema nimeridhika. Huu ni ujinga wa hali ya juu. Sio maneno yangu jamani, Ibn Qudama ndo ameyasema maneno haya, mimi nanukuu tu katika maneno ya Ibn Qudama. Mwanamke natakiwa afike mahala panapohitajika, akifika yeye ni malikia, na mwanamume natakiwa aperform vizuri kumfikisha mkewe pale panapohitajika. Akimfikisha mkewe, basi yeye ni mfalme wakati huo katika hali za namna hii. Sasa wewe umfikishi mkeo na babaisha, sio kwamba unapenda, mambo yashakuwa magumu. Mkono wa Idi itakurejesha katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini tunayo dawa yetu hii inaitwa Haqqul Mujarrab. Hii ni maalum kwa ajili ya masala ya sihir, uchawi. Unajua uchawi umegawanyika katika makundi mengi sana. Kuna sihru uchawi ambao kanuni yake wenyewe ni kuharibu mafanikio ya watu tu. Alafu kuna uchawi ambao kanuni yake ni kuharibu afya. Afya inatoweka. Ukienda hospitalini utafanyiwa vipimo vya kila namna, lakini vipimo vinakuambia wewe uko sawa, kumbe lakini wewe mwenyewe ukijitazama unaona mimi ninaumwa. Sasa ile ni tatizo. Pia wakasema wataalamu, wakasema katika masala haya ya maradhi, wakasema wujudul afiyati biduni alfiddati maradun bila waj'i. Wakasema jamani, ukiona unaharibikiwa mambo yako, kuwa na afya nzuri kabisa alafu mipango yote ya hela inaharibika, nao ni ugonjwa lakini hauna maumivu katika mwili,
ni ugonjwa. Mipango yako kila ukipanga mpango wa fedha unaharibika. Basi inshallah jitahidi sana ndugu yangu upate dawa hii Haqqul Mujarrab, ili mipango iweze kwenda sawa, maradhi ya kishetani kisihri yaweze kuepuka inshallah kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Dawa hii ni kali sana, lakini utendaji wake mujarrab, jurriba miraran wa sah. Lakini hapa tuna prostate, tezi dume. Hii kwa wanamume ambao wamesibiwa na athari na mashakili ya tezi dume, hii ni dawa muhimu sana, bila ya upasuaji, yani min duni yani amaliyati aljarahiyya, bila kufanya upasuaji. Hii ni nzuri sana, na hizi dozi yake ni chupa 5. Hizi ndio zinakuwa dozi yake, na zinatumika ndani ya masiku 30 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tezi dume ni hatari, yuarriqul kathirina min arrijal. Wanamume wengi sana wamepatwa na mashakili ya tezi dume. Wengine wanapata kansa katika tezi dume, wengine wamepata uvimbe ambao hauna kansa. Kwa ishara ni nyingi sana, kutokwa na mkojo bila kuuziwia, wakati mwingine asrul bauli, wakati mwingine mkojo unakuwa utoki kabisa, unatoka kwa maumivu, lakini unatoka na chembe chembe za damu. Wakati mwingine nyakati zile za asubuhi anasikia chini ya kitovu hapa pazito sana, lakini kadhalika maumivu yanakuwa yana tabia ya kuhama, mara upande wa kushoto, mara upande wa kulia. Lakini pia hasa nyakati za asubuhi akienda haja ndogo, anaweza kuona mkojo unatoka kwa yani njia mbili. Sasa hii ni hatari. Prostate ni kitu ambacho, au ni maradhi ambayo yanaua wanaume wengi sana duniani, hasa katika nyakati za sasa. Kwa hiyo lau kama unapata fursa ya kuipata hii dawa, itakuwa ni muhimu sana. Wadawi daa qabla an yaqula fihi tabibu dai aya fastatara fa inna alharba manshauha hadithun wa kana sharru mabdauha idhammara. Mmoja anasema yatibie maradhi kabla hayajafikia katika hatua ambayo atakwambia daktari bingwa anayeshughulika na maradhi hayo aya fastatara. Hapa alipofikia, tulia tena, subiria kitachotokea. Kwa nini? Akasema hakuna maradhi yanakuja ghafla tu, la, bali maradhi yanaanza kutoa taarifa. Fa innal harba, hata vita namna ilivyo, manshauha hadithun, mwanzo wa vita ni maneno. Huyu anarusha neno, yule anarusha neno, ndio mwanzo wa vita unavyoanza. Basi ndio hivi hivi hata maradhi yanapokuja hayaji ghafla, bali yanakupa ishara na viashiria kwamba yapo njiani. Wakana sharra mabdauha dhammara, lakini hata shari inaanza kwa dhamira. Yani nikimuona mimi nitamwambia hivi, ndio shari inavyoanza, dhamira. Na maradhi ndio hivyo hivyo, yanaanza kwa dhamira, yanakupa ishara na dalili kwamba yanakuja. Kwa hiyo fanya haraka kuyatibia maradhi kabla daktari aliyobingwa katika maradhi hayo hajakwambia aya fastatara. Prostate ni muhimu sana kwa ajili ya kumaliza tukio hilo. Na mwisho tunayo hii arramad. Hii ni dawa ya macho. Arramadi ni dawa ya macho, ni muhimu sana kwa ajili ya kutibia maradhi ya macho. Kuna maradhi anaitwa albuuru sadidi, kwa maana trachoma, na kuna maradhi ya glaucoma, lakini kuna maradhi yale ya mtoto wa jicho na jafaful ain, au jicho kavu. Hii ni hatari sana, naweza kumpelekea mtu akawa umyun, akawa kipofu. Na jicho ni madini ghali, la tushtara bil mali wal insanu yastamiluha fi nadhri kulli shay. Na mwanadamu anatazama kwa kutumia yani jicho, anaona kila kitu, ndio anaweza kujua hiki ni kizuri au hiki ni kibaya. Sasa jicho la mwanadamu ni madini ghali sana. Kwa hiyo unapoona ishara kama kuna mchanga katika jicho, unahisi kama kuna kitu kinatembea kama mchanga hivi, au macho yanakuwa mekundu, unaona matongotongo yanatoka sana, macho yanawaka moto, hii ni ishara mbaya. Fanya haraka katika kulinusuru jicho lako, kwa sababu jicho ni jauharun ghaliyatu thamani, ni jauhar ambayo thamani yake ni ghali mno, huwezi kununua jicho kwa fedha. Sasa pale unapoona dalili tu, fanya haraka. Sisi tulisoma, nakumbuka tulisoma somo linaitwa asiyaji. Wanasema fala budda an yahfadha ainaihi, ni vema huyu mwanadamu hakikishe kwamba analilinda jicho lake bi ai thamanin, kwa thamani yoyote, kwa sababu baada ya kuharibika jicho, basi fala shay'un yusawi bil ain, hakuna kitu kinaweza kuwa sawa sawa kama lilivyo jicho, haiwezekani. Kwa hiyo inshallah hii ni dozi yake ni chupa 12 hizi.
insha Allah, maalum kabisa kwa ajili ya kumaliza mashakili ya jicho insha Allah biidhnillahi alkarim.